Mmoja kati ya mentor niliyelipia hela nyingi sana kupata access ya programu yake alinifundisha kitu hiki kuhusiana na marafiki. Kiganja chako kina vidole vingapi? Nikamwambia na vidole 5. Akanambia kunja kidole gumba chako, alafu niambie ni vidole vingapi vinahitajika kwa ajili ya kukikava kisionekane kidole gumba. Kwa hiyo nikakunja kidole changu, nikahesabu 1, 2, 3, 4. Kwa hapa nikava. Alafu akanambia okay, kunja ngumi yako, niambie ni vidole vingapi kidole gumba chako kinaweza kuvikava. Kwa nikakunja hivi, nikahesabu ni 1, 2, 3, kidogo 4. Kitu cha niambia, akanambia hivi, unapotaka kuchagua marafiki ama partners ama watu wa kuwa karibu yako, unatakiwa uchague marafiki wale tu ambao watakao kuwa na uwezo wa kukuhifadhi kama jinsi dole gumba lilivyohifadhiwa, lakini vile vile chagua marafiki ambao utaweza kuwakava vizuri kabisa kama jinsi ambavyo kidole gumba kimekava hivi vidole 3 vizuri. So hii lesson ya marafiki haigusi tu marafiki, inagusa pia kwenye cooperate na kufanya biashara kwa ujumla. Iko hivi, watu unaotaka kupiga nao hatua kwenye biashara ama kwenye maisha ama watu ambao wanakuwa around, sio lazima uondoke na kila mtu, kwa sababu sio kila mtu anakuwa na uwezo wa kukava wewe unapopitia changamoto ama unapomhitaji, na sio kila mtu utakuwa na uwezo wa kumkava wakati anakuhitaji. Ukiwa na watu wengi ambao ni kwenye inner cycle yako, ni hatari zaidi, kwa sababu utashindwa kuwakava na utashindwa kukava na itakuwa ni chaos. So the only thing you have to choose only people ambao they are willing to cover you wakati ambapo unawahitaji, na wewe utakuwa na uwezo wa kuwakava wakati unawahitaji, kama ilivyokuwa kwenye kidole. So moja kati ya kitu ambacho nakutana nacho mara nyingi sana, na ni kama challenge kwa mtu anataka kusajili kampuni ama kuanzisha biashara yake, kwa sababu kisheria unahitaji kuwa kuanzia watu 2 na kuendelea ili msajili kampuni. Mtu anafikiria anahitaji kwenda kutafuta watu huko, marafiki, aanze kuwa pitch idea, watu walazimishe waje kwenye idea na everything. Listen to me, kama muundo wako sio franchise, hauhitaji kutafuta watu wengi waje kwenye kampuni yako ili msajili kampuni. Hata franchise husika ni mwenye aliyeanzisha haanzi na watu wengi, anaanza yeye na brand yake, anatengeneza personal brand na business brand, alafu kwa hao franchise wengine anakuwa anawapa kibali na umiliki wa portion ndogo juu ya kampuni yake. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kusajili kampuni huhitaji kuhakikisha kila mtu au kila rafiki yako unayemjua, kila mtu ambaye unakutana naye unampicha idea. No, you just need kuwa wewe kama kitovu kwanza cha kujitosheleza. Kampuni unaweza kusajili wewe na mtu wako wa karibu. Kwa mfano, kama umeoa unaweza kumweka mke wako, kama hujaoa unaweza kumweka baba, mama au ndugu zako wa karibu mmoja tu. Then akishakuja, then kampuni yako unaianzisha wewe, alafu hawa watu wengine wote unaotaka kufanya nao kazi, wao watakuja kufill in kwenye magap kama team unayoitumia kwenye cooperate vitu vyako. Lakini kusajili kampuni haihitaji kuwa na watu wengi ambao umewavuta wote njooni tusajili kampuni. No, you just need you. Unahitaji wewe na utayari wako. Unaposajili kampuni, hii ni kitu cha generation, kitu cha vizazi na vizazi. Akifi leo akifi kesho, kinaendelea kuwepo leo, kesho na hata milele. That ukishaanzisha kampuni yako sasa, unaanza kutengeneza system na structure za kurun kampuni. Kwenye hizi system na structure ndo hao wengine wanaanza kufit in, ili sawa watakaotaka kuondoka, it's okay wakiondoka, kwa sababu haitokuwa affect wewe. Do you know watu wana mawazo tofauti? Do you know mtu anaweza kaja kwenye idea afa akakaa pale akaona mbona kama sifaidiki, kwa sababu idea, hamna idea inatokea ndani ya dakika 10 mnapata hela, labda kama ni madini. Lakini idea ambayo mtaka kujengeleza kama generation mtengeneze, haitokea hata miezi 6 mtaanza kupata hela ya kula, ya kuishi, lakini ile kusimama kama something empire haitokei miezi 6. It take time. Sajili kampuni kwanza, wewe na mtu wako unayemwamini, alafu tengeneza system ya cooperate kama team ambayo itakuwa inafanya kazi hata kama wewe haupa inaweza kujiongoza. Na hii team inakusaidia, moja, kukua; pili, mtu anapokuwa anategea ni rahisi kumtoa. Uweze kumuingiza mtu kwenye kampuni afu kesho yake ukamfuta. Inawezekana, lakini take time. You need just you na mtu wa pili unayemwamini, then hao wengine wanakuja kama system cooperate ndani, subsystem ndani ya system kubwa ambayo tayari ipo.
Kama unataka kusajili kampuni, comment neno kampuni hapo chini, ama wasiliana na mimi kupitia namba ya simu inayoonekana kwenye caption hapo chini. Nipigie simu ukiwa nje ya Tanzania, nipigie kwa hiyo namba. Ukiwa ndani ya Tanzania, nitumie message kwa hiyo namba kwa WhatsApp, ama comment neno usajili hapo chini. Mimi mwenyewe nitakufuata DM sasa hivi.